tunakurudishia sifa na shukurani ndani ya mioyo yetu. Asante kwa nyakati na wakati huu. Pokea sifa Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu. Asante kwa ajili ya ibada hii ya utukufu wako. Asante maana Roho wako Mtakatifu yuko katikati yetu, yuko ndani yetu na anatenda kazi. Baba, pokea sifa, maana hata leo hii macho ya mioyo yetu yanafunuliwa, yanapata kuona kweli za kiroho. Natiwa nuru kutoka kwako Bwana. Neno lako linakuwa wazi katika mioyo yetu. Tunajiona katika neno lako kama wewe unavyotuona katika neno lako kupitia huyo Roho Mtakatifu ndani yetu. Baba, ni asante kwa ajili ya ulinzi wako ndani yetu na hata katika maisha yetu. Tunakutukuza, tunakuinua kwa ajili ya upenyo huu katika ulimwengu wa roho. Kazi nzuri unaitenda katikati yetu. Tukufu tunakupa wewe Bwana Yesu. Hakika mpango wako ni halisi na mpango wako unadhihirika na kutendeka katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya haya matoleo. Natangaza neema juu ya kila mmoja wetu, maongezeko katika maisha yetu katika jina la Yesu. Mapungufu inaondoka, tunapata wingi na utele kutoka kwa Bwana. Nguvu zako zinatuwezesha katika kufanikiwa kwetu katika jina la Yesu. Tunashika vitu vizuri, tunapokea habari njema kwa ajili ya mafanikio yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante maana kuna ripoti njema zinakuja kwetu kwa ajili ya kuinuka, kwa ajili ya kuinuliwa, kwa ajili ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Na lolote tunalolifanya likapate kufanikiwa katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa zote na heshima kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea. Tuseme amen. Amen. Glory to God. Amen. Nesa ukaketi. Nesa ukaketi. Kuja kwake Bwana part 6C. Kuja kwake Bwana part 6C. Tunaongelea nini? Mpango wa Mungu wa mwanzo. Mpango wa Mungu wa mwanzo. Kila ambacho Mungu alikusudia kutoka mwanzo ndio kila ambacho tunaongelea. Mpango wa Mungu wa mwanzo. Mpango wa Mungu wa mwanzo. Somo ni kukuja kwake Bwana. Tunaongelea kipengele cha mpango wa Mungu wa mwanzo. So tuko part 6C. Kwanza kabisa na wasalimu au napeana salamu kutoka nyumbani. Kuna ndugu zetu kule nyumbani, Charles na jamii yake wamewasalimu sana. Napokea salamu. Napokea salamu. Ndugu Charles na jamii yake wamewasalimu, na hakika wanasema wanabarikiwa sana. Wanatufuatilia na wanabarikiwa sana, maana hata wakati last Sunday inapeana mfano wa simu, askari na simu, hata ameniandikia akasema hiyo story ni tamu sana. Ilikuwa nzuri sana. So hata wakati nilisema somo hilo alichaisha, linaendelea part 6 inaendelea. So anaonyesha kwamba wanafuatilia, wanasikiza, wana download alafu wanasikiza. So ukiwa muungwana pia, kama upanua ufalme kule nyumbani, unajua wanatumia bundles. Kama uko na namba yao, chapia simu, tumie kitu anunue bundles, ndio hiyo ndio njia nyingine ya kusaidiana kwa ajili ya ufalme kupanuka. Nainua mtu ananunua bundles, ana download za kutosha, alafu anapaki kusikiza pole, si ndio So wamewasalimu. Ndugu Charles bado anashukuru sana, anasema nafasi ambayo tulikuwa tunampa kanisani kusimama na kufundisha inamsaidia sana kule nyumbani. Sana inampa ujasiri, na anasema haikuwa bure kabisa. Ni nafasi ya kipekee ambayo leo hii inamchenga na inamsaidia. So wanachengeka, wanatufuatilia tunapokuwa
weka mafundisho na wanahisi kabisa kwamba tuko pamoja. Amen. So wanafurahia kila ambacho tunafanya, na Charles akasema kwamba niwasalimia kanisa. Amen. Glory to God. So hiyo sinatia moyo pia. Inachenga na inatia moyo. Ndio ukiona mtu amekuandikia kitu ambacho ulisema ndani, naonyesha na amesikiza ya anasikiza, na ni waaminifu na ni jamaa wanyenyekevu sana. Wakati mwingine huwa tuna communicate. So Jumapili tumeangalia vipengele vingi mno tulipokuwa tunaangalia somo hili, na nafikiria tunapoangalia mpango wa Mungu tunapoangalia kuja kwake Bwana, mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo, tulisema kwamba tunaangalia kila ambacho Mungu alikusudia kwa Israeli, si ndio? Hicho ndio tunaangalia mpango wa Mungu wa mwanzo kwa taifa la Israeli, si ndio? Mapenzi ya Mungu kwa Israeli. Mungu amekusudia Israeli wafanye nini? Tumeangalia tukaona wanaitwa kuwa servant kings, wafalme watumishi, si ndio? Wafalme ambao ni makuhani ambao wanatumika katika nyumba, kwenye hekalu la Bwana. So Israeli imeitwa kuwa watumishi wa Mungu. Hilo ndio lengo na kusudi la Mungu kuita Israeli, ni kwa ajili ya kutumika. Na tukaona kwamba kila ambacho Mungu anaongea kwa Israeli, ama wajibu wa Mungu kwa Israeli, bado ni wajibu wa kanisa. Haleluya! Ndio wajibu wa kanisa leo na ni wajibu wako leo. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Leo hii tunaangalia wajibu wa Mungu kwa Israeli. Mbeleni kabisa, either itakuwa series 2, tutaangalia mpango wa Mungu kwa kanisa sasa, si ndio? Mpango wa Mungu kwa kanisa. Mungu amekusudia kanisa lifanye nini? Taona mbeleni kabisa. So tunaenda pole hivyo, na leo pia ukuwe makini, kwa sababu either kuna vitu leo nitataja kwa wengi ama kwa wachache, inaweza ikawa mara ya kwanza kusikia, na wengine wanaweza kuwa wameshasikia. So utakuwa makini kabisa kwa ajili ya hiyo. So tuliangalia vipengele, na bado tuliangalia neno shamar. Tukaona matumizi ya neno shamar, tukaona kwa upana kabisa. Na so tutaendelea kwenye tuliachia. So tutaanza kwa kusema kwamba vitabu vya Musa vitano vinaitwaje? Sema kwa sauti. Torati. So sababu ya kuandikwa Torati ya Musa ni ili wao waweze kufundishwa na makuhani. Sababu ya nashukuru wakati tunafundishwa asubuhi, dada amesema haya mambo yameandikiwa watu, haikuandikiwa sisi direct. So sababu ya Torati ya Musa kuandikwa ni kwa sababu wao wafundishwe, ilikuwa waweze kufundishwa na makuhani. Waweze kufundishwa na makuhani watakapofika kwenye nchi ya ahadi, wapate kufundishwa Torati ya Musa. Watakapokuwa wamefika kwenye nchi ya ahadi, wapate kufundishwa Torati ya Musa. So sababu ya kuandikwa Torati ya Musa ni ili wao waweze kufundishwa na makuhani watakapofika kwenye nchi ya ahadi. Tutasafiri kwenye Kumbukumbu la Torati 17. Vipengele mingi vinatupa ushahidi mzuri sana. Kumbukumbu la Torati 17:10.
Kumbukumbu la Torati 17:10. Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 10. So Kumbukumbu la Torati unajua kwa njia nyingine unaweza ukaita sheria ya pili. Kwa sababu wala wa Kumbukumbu la Torati ni kisasi kingine. Ndio unaona mambo yaliyoandikwa kwenye Kutoka yanakaa kama yanarudiwa kwenye Kumbukumbu la Torati. So na nimekuwa nikisema, lakini kwenye hili somo nitafundisha huko mbeleni maybe. So ukisoma Kumbukumbu la Torati ni sawa na mambo yanayorudiwa kwenye kisasi kingine lakini cha wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu kwenye Kutoka kuna amri mnazoziita amri 10, si ndio Unajua kwenye Kumbukumbu la Torati zimerejewa pia, zinakuwa zimerudiwa. Kuonyesha kwamba ujumbe walioambiwa wale walitoka Misri, wale wamesaliwa kwa wao, na wanaambiwa pia kisasi kingine kinaambiwa the same message. The same message. So tutakuja kuona mbeleni. Soma tusikie kidogo Kumbukumbu la Torati 17:10. Mstari wa 10. Nawe fanya sawa sawa na hukumu atakayokuonyesha. Anasema nawe fanya sawa sawa na hukumu atakayokuonyesha mahali hapo atakapopachagua Bwana. Unaona, mahali hapo atakapopachagua Bwana. Nawe tunza kufanya kwa mfano wa yote watakayokufunza. So manake Torati inaandikwa ili hawa wafanye nini? Wafundishwe. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Torati ya Musa ni kwa ajili ya nini? Ya wana wa Israeli wafundishwe watakapokuwa wamefika katika mahali ambapo Bwana amekusudia liitiwe jina lake litajwe. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So, hebu soma mpaka 12. Mstari wa 11. Kwa mfano wa sheria watakayokufunza. Unaona, kwa mfano wa sheria watakayokufunza. Nani watakaofunza? Makuhani. Anzia 9. Hebu anzia 9. Mstari wa 9. Anasema waende makuhani wa Lawi. Na mwamuzi atakayekuwako siku hizo. Unaona siku hizo, Waulize. Na watakuonyesha hukumu ya maamuzi. Very good. Nawe fanya sawa sawa na hukumu atakayokuonyesha mahali hapo atakapochagua Bwana. Nawe tunza kufanya kwa mfano wa yote atakayokuonyesha. Anaposema nawe tunza kufanya, nani anaweza kumbuka kidogo? Kula kutunza ndio kufanya nini? Kufundisha, si ndio? Na wafundisha, si ndio? Hao watangazo watakapokuwa wamefundishwa nao wafanye nini? Na wafundishe pia, si ndio Good. So kutunza liko kwa kuongelea kufundisha, kutangaza. 11. Kwa mfano wa sheria watakayokufunza. Na kwa mfano wa hukumu watakayokuambia. Fanya vivyo, usigeuke katika hukumu watakayokuonyesha kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Na mtu afanyaye kwa kujikinai kwa kutomsikiza kuhani asimamaye hapo kwa kumtumikia Bwana. So kuhani, kazi ya kuhani ni kufanyaje? Kumtumikia Bwana. Anasimama katikati ya watu au mbele za watu akihudumu kwa watu kwa ajili ya Bwana. Anasema kumtumikia Bwana Mungu wako. Anaitwa Bwana Mungu wako au mwamuzi na afe mtu huyo, na utauondoa uovu katika Israeli. So hili liko swala la watakaoamini wanapona, si ndio? Asiamini ataangamia. Tuko pamoja? So na afe si kwamba iko swala Mungu watu waanze kuuana. Kutoamini manake utakuwa umechakua mauti. So makuhani walifundisha toka Torati ya Musa. Makuhani walikuwa wanafundisha kutoka kwa Qur'ani, wanatumia Torati ya Musa kufundisha taifa la Israeli ama wana wa Israeli. Ilikuwa ni huduma ya makuhani kufundisha. Ilikuwa ni huduma ya makuhani kufundisha. So sababu ya kuandikwa sheria ya Musa ama Torati ya Musa pia si mnajua neno sheria bado ni sawa, si ndio nikisema sababu ya kuandikwa sheria ya Musa bado ni sawa, si ndio?
So usianze kusema sheria Torati ni vitu viwili tena vinatuchanganya tena kidogo hapa. So sababu ya kuandikwa sheria ya Musa ni ili wasome na kufundishwa na makuhani. Ili wasome na kufundishwa na makuhani. Wasome na kufundishwa na makuhani. Pia Kumbukumbu la Torati 19:9. Kumbukumbu la Torati 19:9. Kumbukumbu la Torati 19 mstari wa 9. Nawe ukiyashika maagizo haya yote. Nawe ukiyashika maagizo hayo yote kuagizayo leo na kuyafanya. So kila ambacho kinasababisha umeshika ni wakati na wewe unafanya nini? Unafundisha wanao, unafundisha wengine. Nasema kumpenda Bwana Mungu wako na kwenda siku zote katika njia zake. Kumpenda Bwana Mungu wako itakuwa inaongelea nini? Imani kwa Bwana, si ndio? Kumpenda Bwana Mungu wako ni kuamini katika ahadi yake, si ndio? Glory to God. Ndipo ujiongezee miji mitatu tena. Anasema ndipo ujiongezee miji mitatu tena. So kuna kujiongezea miji, si ndio? Nimeshaisema kwamba injili ni vita. Mnateka miji, mnateka falme, si ndio? So anaposema hivi, lengo la Mungu si waenda waue wajiongezee. Ni wafanye nini? Wanaenda kuhubiri injili. Mnahubiri injili wa mji unakuja kwa Bwana. Watu so mnaanza pole pole. So Israeli ni mahali pa kuanzia huduma. Israeli ni mahali pa kuanzia, ni kama Yerusalemu. Anasema injili yaanzia nini? Yerusalemu, unaelewa? So Yerusalemu inakuwa mahali pa kuanzia, kama vile ambavyo Israeli walipokuwa wanaenda wapi? Kanani, si ndio? Wakifika Kanani inafaa iwe ni mahali pa kuanzia mpaka miisho ya dunia. Amen. So miji mitatu tena pamoja na mitatu ile. So mnaenda mkiongeza territories, mnaongeza pole pole mpaka dunia yote ichawe na nini? Na utukufu wa Bwana. Haleluya. Na Mungu akiduchalia tutaomba leo kwamba mpango wa Mungu utatimia mahali hapa kwa jina la Yesu, ndio? Maana tuko kwenye somo lenyewe, mpango wa Bwana wa kutoka mwanzo ni dunia yote, injili dunia yote. Amen. Tumesoma mpaka tumefikisha wapi? Tumesimaliza hiyo, si ndio? Tumemaliza 9. So amri na sheria, ama amri ambazo ni sheria, ziliandikwa ili siwe fundisho watakapoingia Kanani, au Torati ya Musa au sheria ya Musa. Amri na sheria tunaweza tukaandika hivyo, lakini katika maelezo unaelewa ziliandikwa ili siwe fundisho watakapoingia Kanani. Liwe ni fundisho watakapokuwa wameingia katika nchi ya ahadi. Nchi yao ya ahadi ilikuwa mbinguni. Nchi ya wana wa Israeli ya ahadi ni Kanani. Haleluya. Ni ile ambayo baba alikuwa anaenda Kanani kweli. Baba alisema wakafika kwa mtu wakapatana na mamba pia tena wakarudi. Sasa sijui ilikuwa Kanani ipi. Sasa wana wa Israeli ilikuwa Kanani, si ndio Lakini ya baba ilitimia. Si kama ni ndani ya serikali aliingia. Ama sasa ni kupitia Singapore. Yaani kila mfalme akija na mambo yake, si ndio Kuna misemo tofauti. Sikuna hata mimi ni Sifuna. Yaani mtu alisimama tu akasema mimi ni Sifuna, ikaenea dunia yote. Kama mimi ni sasa, kila mtu mpaka t-shirt zikaandikwa. Na mtu anasema tu kitu kana trend. Mwingine akasema anataka hii dunia hiyo wanatupeleka pazuri kweli. Tunataka power. Sasa hii power ni ipi? Ndio kitendawili sasa. Ni power ipi? So na nimeshaiwaambia wakati mwingine,
hao wafalme wakiongeanga vitu uchukuliange tu physically. Kuna wakati mmoja nilisema kwamba nyuma kwamba watakuwa wanaenda kwa kaburi la baba. Alafu wanakaa kama wanapeleka maua, ile maua ya, unaelewa? Sasa tulikuwa tunaenda mtu anasema, ya mtu anaenda kivyake au na watu wawili watatu, anasema mimi naenda ile tuona, si ndio naenda tu tuona, naenda. Wewe unafikiria sasa wakati anapeleka yale maua kuna ibada ya kipepo anaenda kufanya miungu ya sanamu. Sasa anaenda anasujudia. Lengo na makusudi anataka nini? Power. Wanaenda kuchukua nguvu. Mtaona before mfike 2027 election. Wengi watakuwa wengi watafikiria kwamba jamaa ni ile tu hali ya ibada, ile ya kumbukumbu, mimi naenda kukumbuka tu. Lakini aliyeenda msukumo na kila anachowasa na kila anajua anaenda kufanya, anaendea nini? Power. Mtaona kwa macho yenu hivi. Mtaona kwenye maruninga zikitangazwa fulani alienda. Na itatangazwa yani fulani alienda, ile heshima. Alienda kufanya kumbuka. Unaona? Kama kwenye kaburi la Kenyatta, kaburi la Kenyatta. Unaona mpaka leo hii yani kwenye yuko unaona maua bado inafanya nini? Inapelekwa. Unashindwa ya nini inapelekwa, si ndio? Mtu alishakufa unapeleka ya nini? Na ndio sababu watu ambao mnafanya makumbusho, mnaona mnafanya ibada gani? Si mnafanya ibada za sanamu? Wale wanafanya makumbusho, si ni ibada za sanamu hizo? Kwa sababu huyu alishakufa na alishaenda. Hakuna, si akina mitume walikufa pia, wakasikwa. Uliona watu walienda kwa makaburi yao. Na hata Yesu angekuwa kaburini leo mngekuwa mnasumbua sana watu. Ndio sababu ilibidi afufuke tu. Ndio wakienda, saila wanaenda wanapeleka maua na manukato, walimkuta. Hayuko wapi? Kaburini. Unajua shida, watu wanafikiria mtu akifa, kwamba huyo mtu anakaa kaburini. My friend, hiyo ni mtu akishakufa ameingia kwenye ulimwengu, ako spiritually, ako rohoni sasa. Wewe simuona physically. Sasa mtu aliyekufa hana uwezo na mamlaka ya kurudi duniani na alishakufa. Sasa unless tu ni mapepo itafaa sura ya kwake na manifest ionekane kama ni huyo mtu. Lakini huyo mtu hana huo uwezo. So tunaangalia ni story ya maskini Lazaro na tajiri, si ndio? Si ilisemekana mmoja arudi tu, si ndio? Lakini ikawa huo uwezo wa wasikiliza walioko wapi? Duniani. So hili swala la kwenda ati mtu akifa anakaa kwa miti, mtu amekufa sijui anakaa kwenye chumba fulani, hakuendanga ati anaonekania watu. Wewe unafikia ni huyo mtu? Na ndio sababu wewe unaenda kwenye area wanasema fulani alirudi. Na wewe usione. Lakini kuna wengine watakwambia tunamuonanga, si ndio? Kwa sababu wewe huamini katika hayo. You have the power. Una nguvu za Kristo ndani yako. Sasa shida watu wanafikiria huyo mtu ndiye anamtesa. Na kwa sababu ya imani kama hizo, watu wanateswa na mapepo, akisema ni nani anamtesa? Shosho yake alikufa. Babangu ananitokea. Wewe wachana na babako anakutokea. Ni pepo anayekutokea, anahitaji kukemewa, si ndio? Na sasa kama ni babako anakutokea kwa uzuri, basi kwa nini ukuje tuombe asikutokee? Anafanya ile kukutokea mkila chakula na yeye, si ndio? Sasa kusema fulani ananitokea mara kwa mara, akija kwa uzuri, unaona unatuambia ameshinda akinitokea akiniambia twende tutembee, so mkemee. Na akija kwa upaya, mkemee. So tufanyeje? Wewe na mtu aliyekufa hamuna nini? Sema hatuna mahusiano. Sema sina mahusiano na aliyekufa. Hata kama alikuwa msasi wako, alikuwa mume wako, alikuwa mke wako, alikuwa mtoto wako, alikuwa nani wako, akisha kufa, kwisha.
Si Daudi alisema wakati mtoto wa Daudi amekufa, alisema anakuwa na rudi wakifanya ushirika. Daudi alisema umeenda, mimi ndio nitafanya nini? Nitakufuata, si ndio Wewe umeenda, mimi ndio nitakufuata. Hakusema sasa mtoto wangu utakuwa ukirudi kusema na mimi mara kwa mara ukinipa chumbe za mbinguni. Tafadhali. Tuaje ibada za kipepo, si ndio Ibada za watu waliokufa. Ibada za masishi, watu wanafanya ibada, yani mtu alishakufa atimweuti kwa kaburi siku 40, sijui siku ngapi. Kufanya nini jameni? Watoto wa Mungu. Nikupotokwa kwa kanisa zingine ambazo wanafanya vitu kama hizo, si ndio? Wewe ni mtu aliye hai, wachana na watu waliokufa. Hallelujah. Glory to God. So, amri ya Bwana au sheria ya Bwana ziliandikwa ili ziwe fundisho watakapoingia Kanaani. Hivyo, Torati ya Musa ni mafundisho. Torati ya Musa ni mafundisho. So, kama ni mafundisho kwa taifa kwa wana wa Israeli, basi itakuwa ni mafundisho kwa visasi vyote vya dunia. Visasi vyote vya ulimwengu. Visasi vyote vya dunia. Kama Torati ni mafundisho, basi itakuwa ni mafundisho kwa visasi vyote. Itakuwa ni mafundisho kwa visasi vyote. So neno Torati ni neno Tora. Neno Torati ni neno Tora. Unaweza spell? Nani anaweza kutuspelia neno Tora? T-O-R-A-H. Tora. Hilo neno la Kiebrania, Tora. Tora neno la Kiebrania ndio Torati. So, hilo neno Tora ama neno Torati kwa Kiebrania lina maana ya maelekezo. Naweza kuwa unaandika pia andika hiyo. Neno Torati kutokea kwa Kiebrania lina maana ya maelekezo. Neno Torati lina maana ya maelekezo au miongozo. Au miongozo. Neno Torati kutokea kwa neno la Kiebrania ni maelekezo, miongozo au pia ni kanuni za kuishi. Ni kanuni za kuishi. So kwenye Torati utakuta kanuni za kuishi. Watu hawajaambiwa waishi kiolela olela. Kuna kanuni za kuishi. Umeshajiuliza ni kwa nini Musa anasema, Musa, Paulo anasema kwa Waefeso, mheshimu baba yako na mama yako, sijui watu. Alafu anasema hiyo ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Umeshaisoma hivyo? Anaposema amri ya kwanza yenye ahadi, lakini ukiangalia kwenye sheria 10 ama zile amri 10, hiyo si ya kwanza, si ndio So kuna sababu anaposema ya kwanza hana maana ya number 1. Ana maana ya kinachotangulia vingine kufuata. Haleluya. Ndio sababu anasema muheshimu. So manake muheshimu anazungumzia heshima. Heshima. Maana heshima hiyo sheria, hiyo amri, hiyo heshima hiyo inaunganisha amri zingine sote pamoja. Maana tukija kwa amri ya kwanza ambayo inaongelea mambo ya imani, utakuta hakuna vile ambavyo injili itaenea bila kukweko na heshima, si ndio Mnajua siko mara 2. Kuna amri ya kwanza mpaka ya 4 ambayo inaongelea imani kwa Bwana, mahusiano ya mtu na Mungu. Alafu kuna amri ya kuanzia 6 mpaka 10 ambayo inaongelea mahusiano ya mtu na jirani yake ama na watu wengine. So amri ya 5 pale, mheshimu baba yako na mama yako, inaunganisha amri ya kwanza mpaka ya 4. Inaleta inachukua amri ya kwanza mpaka ya 4, alafu ya 6 mpaka ya 10 inazileta pamoja. Tuko pamoja? So hiyo ya kuheshimu anaita ya kwanza kwa sababu hizi zingine
zina depend kwa hiyo ya heshima, kwa sababu hakuna vile injili itaenea wakati ambapo hatuna heshima sisi kwa sisi. Unaelewa? Kama ufalme wa Mungu utaenea wakati ambapo tunatembea katika heshima, tunachukuliana katika pendo. Glory to God. Ndio inasababisha ufalme uenee kote kote. Sasa unaposema mheshimu papa na mama, haina maana tu ya mzazi aliyekuzaa. Ina maana ya watu. Maana kuna mahali anasema pia mheshimu jirani yako, mpende jirani yako kama nafsi yako, So ana maana ya kuwapenda watu, kuwachukulia watu kwa uzito, kuwachukulia watu mahusiano kwa uzito. Unachukulia mahusiano, sio mtu wa kufunja mahusiano. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Bwana asifiwe. So kwenye kinachoitwa Torati ya Musa, manake ina maana ya maelekezo, miongozo, kanuni za kuishi, au pia kwa Kizungu naweza sema directions. Kuna directions, kuna instructions, ambalo ni maana ya neno Torati. Instruction of life. So Torati ya Musa ni fundisho ambalo Musa amehubiri ama amefundisha kwa wana wa Israeli, na akakiswa kwamba ifundishwe kwa visasi vyote, visasi na visasi vitakao kuja. So Torati ilikuwa ni fundisho la Musa kwa wana wa Israeli watakapofika katika nchi ya Kanaani, kwenye nchi ya Kanaani. So kazi ya kutunza sheria za Bwana na kuzishika, atakuwa anaongelea kufundisha, kutunza sheria za Bwana na kushika na kutunza. Kushika sheria za Bwana na kuzitunza, manake anaongelea kufundisha, teachings, kwamba wafundishe. Ni habari ya ministry, kuhudumu, kufundisha kwa visasi. Wafundishe. So inahusisha kufundisha kisasi kwa kisasi, visasi kwa visasi, visasi kwa visasi. Ndio kazi ya maandiko ya Musa, vitabu 5 vya Musa vinavyoitwa Torati ya Musa. Lengo lake ni kwa ajili ya mafundisho. Ndani yake kuna instruction, kuna maelekezo, miongozo, kuna kanuni za kuishi. So zinapatikana ndani. So Musa ndio mtu pekee wa kwanza amefundisha watu kutembea kwa heshima kwa wengine. Haleluya. Ndio mtu wa kwanza kufundisha heshima, kuwapenda ndugu, kuwapenda kila mtu. Unapenda papa na mama. Anaposema papa na mama, unarudi kwa mtu mke na mtu mume, mtu mume na mtu mke. Manake wote wanastahili heshima moja katika Bwana. Glory to God. Mtu mume na mtu mke wanastahili heshima moja katika Kristo Yesu. Glory to God. Usiheshimu mtu mume sana kuliko mtu mke. Kumbuka wakati Musa anaandika haya maagizo kwa hizi sheria kwa wana wa Israeli, wakati ule kwenye kisasi kile kwa mataifa na visasi vyote vilivyokuwa wakati ule, walikuwa hawamchukulii mtu mke kama mtu mke alikuwa anachukuliwa, mwanamke alikuwa anachukuliwa kama ngazi ya pili. Ndio unaona hata kwenye genealogy ama kwenye visasi, ukiangalia visasi vya Biblia, wanawake hawahesabiwi, si ndio? So walikuwa wanachukuliwa kama ngazi ya pili, mtu wa pili. Uchukuliwa kama first. So manake hao heshima hawapewi heshima. So mwanaume ndiye anapewa heshima. Naona wahesabu wanachumulishwa kwa hesabu. Hata kwenye taifa la Israeli, Yakobo alikuwa na watoto 13, lakini wanaitwa watoto 12. So naona yule wa kike anaondolewa. Yakobo alikuwa na wanaume wangapi? 12 na msichana mmoja. So kama umesaa hivyo pia, ukisawa wanaume wengi na msichana mmoja, tondi wali. Ukisawa wasichana wengi na kijana mmoja, tondi wali.
ni nature tu iko, ni mambo ambayo yalitembea. Haja kuleta furuku, si ndio Sianza kufurukika. Yakobo alizaa wangapi? 12 na msichana mmoja, lakini linaitwa taifa la Israeli ambao ni makabila wangapi? 12. So msichana asikiki kabisa. Baadaye msichana asikikangi kabisa. Ziwa limwacha wapi? Taifa limetembea, kina Rubeni, akina Naftali, yani wametembea mpaka wakati wa Yesu wanatajwa. Lakini msichana hajatajwa mpaka wakati wa Yesu. So Mungu anapoleta message kwa Musa, Mungu anakuinzana na utamaduni wao wa kutoheshimu wanawake. Tuko pamoja? Sasa anaposema mheshimu papa na mama, manake kwenye Kristo, kwenye ufalme, kwenye mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo, mtu mke na mtu mume wanaishi